Kimanda, afisa habari wa mchezo namba 184 Young Africans Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, lakini pia afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania. Tulikuwa na mkutano hapa awamu ya kwanza ambapo kocha mkuu wa klabu ya Yanga pamoja na nahodha wamezungumza nanyi wanahabari kuelekea mchezo huo, na kwa mujibu wa ratiba ambayo ilitumwa kwa klabu zote mbili na kwenu wanahabari, Simba Sports Club ambaye ni mgeni katika mchezo huu walipaswa kuwepo hapa saa 5:30 na kuanza mkutano, lakini tumefanya jitihada kadhaa. Bahati mbaya sana wahusika wamekuwa hawapatikani kwenye simu, kwa hiyo tunashindwa kuelewa changamoto hasa ni nini mpaka sasa hivi, lakini bado hawajafika kwenye eneo la mkutano. Na kwa sababu hili ni jambo la kikanuni, ni jambo ambalo lina ratiba, na baada ya hapa kuna ratiba ya matukio mengine kuelekea huo mchezo, hatuwezi kuendelea kuwepo hapa mpaka jioni, ndugu zangu wanahabari. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema rasmi kwamba tunamaliza mkutano wetu rasmi na kwamba taarifa nyingine zitatolewa hapo baadaye. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa, na kwamba tumewakosa Simba Sports Club ili watueleze changamoto, kama kuna changamoto yoyote ambayo wamekutana nayo huko njiani wakiwa wanakuja au la. Kwa hiyo tunaendelea kuwatafuta, tutakapojua nini changamoto tutawajuza kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii na maeneo mengine muhimu. Kuna swali na hilo jambo jamani? Taarifa na maswali? Sawa, tusikie swali moja pale. Swali moja tu. Naomba kuniruhusu iwe na A na B. Sawa. Swali la kwanza ni la kiporo kutoka jana juu ya ratiba ya timu pale uwanja wa Benjamin. Sema utaelewa kwa leo juu ya timu zitakwenda kufanya mazoezi pale kwa gani na ni sana kama hiyo ratiba ilishapangwa, na ni timu gani itaanza na ni timu gani itamaliza. Hilo la kwanza. La pili, utaniruhusu tukiwa kidogo tunarudi ya maamuzi yaliyofanyika jana ya waamuzi. Ni kitu ambacho tumeshukuru kwa historia. Ni jambo la kwanza, ni mechi ya kwanza kuchezeshwa na waamuzi wa nje katika ligi yetu ya Tanzania. Je, waamuzi wa nje club ambao ni stakeholders walishirikishwa kwa maana hiyo za kanuni hazielezi spirit na waamuzi wameshiriki. Kiporo cha jana kinahusisha mazoezi. Kwa mujibu wa kanuni, klabu mgeni anaruhusiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mchezo angalau mara moja kabla ya siku ya mchezo. Siku ya mchezo ni kesho na leo ni tarehe 24, na kanuni ile inasema kwamba ni muda ule wa mchezo, ambapo kwa mujibu wa ratiba yetu mchezo utafanyika saa 11 jioni. Kwa hiyo saa 11 jioni ya leo ndio muda wa kikanuni wa timu mgeni kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini nimetumia neno wanaruhusiwa, halazimishi kwenda kufanya mazoezi. Baada ya hapa kuna kikao cha kitaalamu cha maandalizi ya mchezo. Kwenye kile kikao timu zote mbili zinakuwepo, na inawezekana uamuzi wa wao kwenda kufanya mazoezi au kutokwenda unaweza ukawa communicated huko. Kwa hiyo kwa sasa hivi hapa ninachoweza kusema ama kuwajuza wanahabari kwamba tuvute subira, confirmation yote kishafanyika, basi tutashare kupitia kurasa zetu, na nitawaalika wanahabari kwa ajili ya kufanya coverage kwenye dakika 15 za mwanzo za mazoezi ya timu mgeni. Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, muuliza swali amezungumzia swala la waamuzi. Jana tulitangaza waamuzi wa mchezo, waamuzi wanne kutoka Misri na mtathmini wa waamuzi kutoka nchini Somalia. Ametumia neno taharuki. Mimi sidhani kama taharuki ni neno sahihi sana. Ni vile watu ni habari ambayo kutokana na upekee wa mchezo wenyewe, upekee wa tukio lenyewe, na watu wameipokea vile vile kiupekee. Amesema pia kanuni, muuliza swali amesema kanuni hazisemi chochote kuhusiana na hilo. Ni kweli, kanuni hazizuii TFF kupitia kamati yake ya waamuzi kuleta muamuzi kutoka nje ya Tanzania kwa ajili ya kusimamia mchezo wa ligi. Kanuni inaeleza
sifa za waamuzi wanaoweza kusimamia huo mchezo. Kwa hiyo jambo pekee ambalo tunaweza tukalieleza sasa hivi ni kwamba kwenye kanuni ya 39 ibara ya kwanza inaeleza kuhusiana na waamuzi ambao wanakuwa wanateuliwa mwanzoni mwa msimu, idadi ya waamuzi ambao wanateuliwa mwanzoni mwa msimu kwa ajili ya kusimamia mchezo. Lakini kanuni hiyo ya 39 ibara ya 3 inaelezea sasa kitu kinaitwa waamuzi wa akiba, kwamba kamati ikiteua wale waamuzi wa msimu mzima, inakuwa na jopo lingine la waamuzi ambao ni wa akiba, ambao wanaweza kutumika kwa dharura au pale inapohitajika. Pale inapohitajika. Kwa hiyo ni kanuni ya 39 ibara ya 3 ambayo inaelezea hilo jambo, kwamba kutakuwa na waamuzi wa dharura. Orodha hii ya waamuzi haijawahi kutangazwa na TFF kupitia kamati yake, wala orodha ya waamuzi wa akiba haijawahi kutangazwa kupitia kamati ya waamuzi ya TFF. Wanayo wenyewe wanaitumia, manake waamuzi wenyewe wanajifahamu, wale ambao wameteuliwa kuchezesha ligi msimu huu wenyewe wanajifahamu, na kwamba sasa tunakwenda kwenye mchezo huu waamuzi wametajwa. Kitu kingine ambacho tunaweza kukieleza ili wadau wengine wafahamu ni kwamba waamuzi walioteuliwa ni waamuzi wa kiwango cha juu sana, waamuzi ambao majina yao si mageni masikioni kwetu na wala machoni kwetu. Tumeshawahi kuwashuhudia wakisimamia michezo mikubwa ya ngazi ya klabu ya kafu, lakini pia hata ngazi ya taifa, kwa maana ya michezo ile inayosimamiwa na kafu ya timu za taifa. Lakini pia wameshawahi kufanya vizuri kwenye michezo ambayo inasimamiwa na FIFA. Ni waamuzi wakubwa, waamuzi wenye profile kubwa, wenye uwezo mkubwa, ambao kutokana na kwamba hili ni tukio lenye upekee, dabi ya Kariakoo, sherehe za kukabidhi ubingwa kwa pamoja, mambo haya mawili yametengeneza tukio kubwa sana, tukio kubwa na la kipekee. Si tu waamuzi kutoka nje, kuna mambo mengi sana yataendelea kutangazwa na kuelezwa ambayo yanaendelea kusherehesha upekee wa tukio lenyewe. Suala la klabu kushirikishwa ama klabu kuridhia halipo kwenye kanuni. Waamuzi wanateuliwa na kamati ya waamuzi ya TFF na wanapangiwa michezo na kamati ya waamuzi ya TFF. Kanuni ya 39 ibara ya 8 kama sio 9, siko sure sana hapo, inaeleza sasa kwamba kama klabu haijaridhia maamuzi ama haijaridhishwa na maamuzi, maana yake baada ya mchezo ina siku 3 za kutoa malalamiko yao. Kwa hiyo hakuna sehemu inayotoa nafasi kwa klabu, kiongozi au yoyote kuzungumzia muamuzi kabla. Kanuni hiyo ya 39 ibara ya 8 kama sio ya 9, siko sure sana, inaelezea pia sasa kwamba kiongozi, mchezaji, kocha au mtu mwingine yoyote haruhusiwi kumkataa muamuzi aliyepangwa na kamati ya waamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Haruhusiwi kumkataa, lakini pia haruhusiwi kumjadili wala kumshutumu kupitia vyombo vya habari. Hiyo ni kanuni ya 39 inayoelezea kuhusu waamuzi. Asanteni sana, na kufikia hapo tumefikia mwisho wa mkutano wetu, na tuwatakie kazi njema, tuwatakie maandalizi mema kuelekea dabi ya Kariakoo hapo kesho majira saa 11 jioni. Asante sana.